bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna utumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoona ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Unyenyekevu ni ajabu kujishusha mbele ya wengine, hasa wakubwa au wanaostahili heshima ya pekee kama Mungu. Mazingira ya unyenyekevu yanayofunua tabia ya Yesu na ujumbe wake wa kuwapokea matajiri na maskini wote. Ni somo litakalo tusaidia unyenyekevu na kujihusisha kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Tujue Yesu alikubali kuweka pembeni utukufu na ukubali kuishi maisha ya wokovu ili tufikie wokovu. Nimkaribishe mwalimu mwenzangu Kiza tusome namba A. Asante sana. Asifiwe. Namba A. Yesu alionyesha unyenyekevu wa hali ya juu wakati wa kuzaliwa kwake kwa njia 5 zifuatazo. Moja, kuzaliwa kwake kawaida. Luka sura ya 2 mstari wa 7 inasema, akamzaa mwanaye kijifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamleta katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu alikosa nafasi katika nyumba za wageni. Mike, unatutesa sana hii Mike. Asifiwe. Amina. Kwa sababu alikosa nafasi katika nyumba za wageni. Namba 3, kuzaliwa kwa hali ya kawaida. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7 inasema, ambaye mwanzo alikuwa namna ya Mungu, naye ya kuona kule kwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Namba 3, kuzaliwa na wazazi wa kawaida. Hakuchagua wazazi matajiri au maarufu, bali Yosefu na Maria, watu wa kawaida waliomcha Mungu tu. Piga makofi kwa watoto. Namba 4, kutangazwa kwa habari ya kuzaliwa kwake. Iliwafikia wachungaji wa kondoo, wala si wakuu wa dunia. Hata mkisoma kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wa 8 hadi 12. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Makofi kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kutimiza unabii kwa unyenyekevu. Tusome kitabu cha Mika sura ya 5 na mstari wa 2. Inasema, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia hizo Yesu alituonesha ukuu wa ufalme wa Mungu upatikana kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amen. Nikaribishe mwenzangu mama tusomee namba B. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Asifiwe tena. Amina. Je, sisi wote tulio hapa kanisani tunaamini Yesu anaweza? Na tena hapa kanisani tuko wengi, lakini wachache wataenda mbinguni na wengi wataenda motoni. Bwana Yesu asifiwe. Namba B, Yesu alinyenyekea wakati wa kuzaliwa kwa sababu hizi 4. Ya kwanza, kutimiza mapenzi ya Mungu. Tusome Waebrania sura ya 10 na mstari wa 7 inasema, ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo chuo, nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Namba 2, kujifanya sawa sisi ili atukomboe. Tusome Waebrania sura ya 2 na mstari wa 17 inatuambia, ilimpasa kufanana na ndugu zake kwa mambo yote. Namba 3, kuvunja kiburi cha dunia. Yesu alizaliwa bila fahari,
akifunua kwa ukuu au kwenye cheo au mali. Na tukisoma Luka sura ya 1 na mstari wa 62 inatuambia aliwaangusha wakuu kwenye viti vyao vya enzi na kuwainua wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Makofi mengi mkutano. Namba 4, alizaliwa katika mazingira yasiyofaa kwa sababu masikini na kila mtu aliye na hali ya chini aweze kumkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Kwa sababu hizo Yesu alipenda sisi tuwe na upendo, uvumilivu na utumishi wa kweli, maana nyenyekevu ni msingi wa wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaribishe mwalimu wenzangu haya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amen. Faida za unyenyekevu wa Kristo katika kuzaliwa kwake ni nyingi. 1, ametufikia wote maskini na matajiri. 2, ametufundisha kuwa unyenyekevu, akituambia tuwe na nia hivyo hivyo aliyokuwa na Kristo Yesu. Hata tukisoma kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi 8 inasema, iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoona na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. 3, alivunja ukuta wa kutengwa kati ya Mungu na wanadamu. 4, alituonyesha njia ya kweli ya ukuu, maana katika Mathayo sura 23 mstari wa 11 hadi 12 inatuambia kwamba katika ufalme wa Mungu mkubwa ni yule anayenyenyekewa. Mathayo sura 23 mstari wa 11 hadi 12 inasema, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza ataadhiliwa, na yeyote atakayejikweza ataadhiliwa, na yeyote atakayejazili atakweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 5, alileta tumaini kwa wanyonge, maana aliokuwa wa kwanza kupokea taarifa ya kuzaliwa kwake walikuwa wachungaji wa kondoo. 6, alifungua njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumalize na kusema, Mkristo mwenzangu, tujifunze kutoka kwa Yesu, maana yeye ni mpole na nyenyekevu wa moyo, naye alizaliwa na tabia hiyo ya nyenyekevu hadi kufa kwake. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Makofi mengi. Barikiwa sana watoto. Kwa majina naitwa Pilote Pendeza Suliani, natokea katika kijiji cha Ene. Kwa majina naitwa Kizero, tunatoka katika kijiji cha Kae. Kwa majina naitwa Mdobe Mwanja, natokea katika kijiji cha Ene. Kwa majina naitwa Frederike Kashini, natokea kijiji cha Ene. Asante sana. Kwa majina naitwa Mr. Alexander, kutoka kijiji cha Kika. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watoto wetu ni wazuri, wanakuwa kwenye mazingira mazuri, wanafundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama watoto wa dunia hii wanafundishwa mapombe na nini huko, lakini hawa wanafundishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Karibu wachungaji kwa kuombea hawa watoto. Karibuni wachungaji. Samahani kidogo, lazima tuwapongeze
Asante sana. Makofi mengi kule. Bwana Yesu asifiwe. Mwelekeze mtoto katika neno la Mungu. Siku ya Jumapili mwamshe mapema kabisa, aende kwenye kanisa akapate mafundisho mazuri. Silala, fanya hatua na wewe. Asante. Mungu awabariki. Naomba urudie. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi watu wanakariri ratiba yetu ya ibada, lakini kwa leo kuna mabadiliko, sivyo? Wengine wanashangaa hatujatoa hata sadaka. Roho ana mabadiliko. Alichokiandaa kwa leo sio wiki ingine. Kwa hiyo tunaingia kwanza kipindi cha matangazo. Nitaomba mchungaji asimame kwa ajili ya matangazo.